waliosoma nyuma unaona kabisa Samsoni amezaliwa kuwa ni mwamuzi, si ndio? Anakuwa mwanzo wa Mungu. Kwa kifupi alitakiwa asimamishe kazi ya Mungu na kazi ya Mungu. Asaidie watu, na Mungu alimpa uwezo mkubwa sana. Ukisoma unaona kabisa nguvu alizokuwa nazo, zilikuwa nguvu za kawaida. Hata Simba anamkamata ni Mungu, anapiga watu. Hamna sema aliwahi kwenda kupigana Samsoni. Ukisoma kabla hamna sema alienda kupigana akashindwa. Yaani hamna sehemu ukisoma kwenye hizo habari, hamna sehemu Samsoni amewahi kwenda kupigana akashindwa. Bwana asifiwe sana. Ukirudi nyuma kwenye sura ile ya 14-15 unaona Samsoni anaenda kuoa kwenye kwa Wafilisti, lakini kumbe ni mpango wa Mungu ili aende kule atengenezewe kisasi fulani ili aweze kuwalipizia wale Wafilisti. Maana haikuwa rahisi tu mtu toke uende kupigana kuwapiga Wafilisti bila sababu. Kwa anakwenda kuoa kule. Mpaka ni wazazi wake wanamkatalia, lakini kwa siku hakujua kama ni mpango wa Mungu. Wakaenda naye akaoa kule, akatoka kaenda sehemu nyingine, anarudi kumbe yule baba mkwe amemuoesha tena. Akakasirika Samsoni. Kwa hiyo alipokasirika bwana ndio akaenda kuwasilia mashamba wale watu. Ndio kuwasilia ndio watu wanakuja kisasi sasa. Samsoni wale walisoma hiyo story wanaifahamu. Sasa mwisho wa siku Samsoni amesota mambo yote mpaka akawa mwamuzi. Nzuri kwa miaka mingi sana Biblia inataja. Sema kwenye hii 15 unaona mwisho naye akawa mwamuzi kwenye mstari wa 20. Naye akawa mwamuzi wa Israeli katika siku za Wafilisti muda wa miaka 20. Lakini unakuja kuona baadaye sasa Samsoni anapoendelea yule alishasimama ni mtu wa Mungu. Shetani anaangalia namna gani huyu mtu anamuingia. Kwa hiyo shetani ana mipango mingi sana, na mbinu nyingi sana ziangalia. Ndio maana sisi tunatakiwa tuzidi kuomba sana kwa Mungu. Kanisa asifiwe sana. Hatuna uwezo wa kumshinda kirahisi, yani kwa nguvu zetu, kwa akili zetu. Hatuna uwezo huo. Ana mipango mikakati wala hashindi. Yaani kila siku anawaza. Samsoni anakuwa anazaliwa, anaambiwa kabisa huyu anaenda kuwa mwamuzi. Ila anamdhibitije? Hawezi. Pambana kote, hawezi. Kanisa asifiwe sana. Sasa Samsoni anafika muda anasema na mimi nikawe na mke wangu, anamchagua Delila. Basi kwa kujua tu, kwa sababu kwa Delila, kwa Samsoni inawezekana Delila ndio alikuwa alimuona ni bora. Kama unasema kwamba shetani anatumia na mwingine kitu bora kwenye maisha yako, Mungu anapandikiza kwenye kile kitu bora ambacho wewe ukijua. Kumbe ni mke wake. Kupitia mke wake shetani ndio anabahatika sasa kupandikiza ili ajue siri inayomfanya yule mtu anasema. Hiyo siri maajabu inaonekana shetani alikuwa haijui. Sababu na mwingine Mungu anaweka kodi za kulinda siri zake. Sangewaambia tu wale Wafilisti kwamba huyu jamani nywele tu hizi nyoeni. Sangesema. Kwa nini mpaka weke mpelelezi? Kwa hiyo tunaona kama kuna mwingine kwa mtu asimama vizuri na Mungu. Mungu anamtunza siri zako. Shetani yuko ndiye anajua yuko kwenye ulimwengu wa roho, lakini Mungu anaboko. Shetani asijue kile ambacho kinaendelea kwako. Kwa sababu ingekuwa sio hivyo, shetani tunasema ni roho ndio, lakini hana uwezo wa kuona vile vitu vingine ambavyo Mungu mwenyewe hajataka sana vione. Ikiwa mwili wa Samsoni, shetani angeona kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuona. Kanisa asifiwe sana. Mungu alitunza ile agano lake na Samsoni. Lakini Samsoni sasa kupitia hicho nasomba kwamba kupitia kitu ambacho alimwekea pembeni ambaye ni mke wake ambaye tuseme ndio mtu bora kwa kipindi hicho. Anatoa siri yake. Kanisa asifiwe sana. Anatoa siri yake. Tunaona Samsoni kwa kifupi habari zake zinaishia. Samsoni hakutakiwa kuishia pale vile. Kanisa asifiwe sana. Na mimi tunasema sawa ni mambo ya kimungu nabii na nini, lakini Samsoni naamini hivi. Samsoni angeweza kutunza ile siri, asingeishia pale. Sawa nasema ni mpango wa Mungu, lazima itimizwe whatever na nini, lakini Mungu atajiinua kwa namna nyingine kutimiza mambo yake. Lakini Samsoni kutoa siri yake pale ilikuwa ni udhaifu wake yeye kama yeye. Na ndio maana nataka kujua adhabu yake inakuja, ndio maana anaenda kutumikisha kwa muda. Ingekuwa ni Mungu tu ameruhusu vile, tungeshangaa anaenda tu mambo yake kawaida. Wala asingepata shida yoyote. Watu wanakosea, watu tunaona nyuma walikosea, au unaona kama walikosea hivi, kumbe ilikuwa ni Mungu tu ameruhusu ili litokee. Lakini kwa hili bwana hata kama lakini Samsoni naye alikuwa na nafasi ya kusimama na kufanya vizuri. Kanisa asifiwe sana. Lakini tunaona mwisho kabisa Samsoni akili ile ya kimungu ile. Unajua Mungu ametuumba tunafahamu. Shetani hata kama atatumia akili yako, sio kwamba anaichukua akili yako milele. Kuna wakati akili yako itaachiwa. Sasa wakati inawezekana inaachiwa, makusudi ya Mungu yalishapita. Kanisa asifiwe sana. Kusoma mwisho unaona Samsoni wale walimleta acheleteze pale. Samsoni anaamua kujilipizia mwenyewe. Naomba kwa Mungu anasema nikumbuke mara hii tu. Nikajilipizie. Lakini naambiwa watu waliowaua pale kwenye ile siku walikuwa ni wengi kuliko ambao wamewahi kuwaua kipindi cha uhai wake. Ambao wamesoma wanaona pale.
mwisho kabisa kwenye sura ya 16. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba mna mwingine kwenye familia zetu. Na maana wanandoa wale waliokuwa kwenye ndoa. Mmebatika na watoto. Jitahidi sana kuombeana sana watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mwenza wako pembeni, uwezo wa kufanya usiingie mbinguni. Yaani upo. Yaani tusikatae kwamba haiwezekani Mungu anamhesabia mtu mmoja mmoja na nini. Na maandiko mengine tumeona watu wa Mungu ambao walishikiana mke na mume wakakubaliana kufanya vitu, wameshawishiwa. Na mwingine mwanaume alikuwa kweli amesimama, hata Ibrahimu ameshawishiwa na Sara, si ndio? Wakati na mjakazi. Tunaona? Yaani ni mambo ambayo yapo. Tusiposimama vizuri, tusipojiombea, tusipoombeana, yaani kuna uwezekano shetani naye akaingia humo. Kichwa watu wote karibu katumia mwanao kupitia kwa mwanao anafanya vituko na shangaa sasa kwa sababu ya upendo wa mtoto unamtetea, kumbe naona endelea kukuza ile dhambi. Atapokea wale ambao wamekuwa kwa watoto wakubwa na wengine mtu anamfanya kufanya sasa mwanangu hawezi kufanya hivi. Kuna baadhi ya maneno yanatokea. Lakini kumbe sio kwamba mwanangu hawezi kufanya hivi. Mwanangu amefanya lakini ule ufahamu na mwingine umefungwa, shetani tu mpango wake utimie, mtoto aendelee kuharibika. Sababu mtoto mara nyingi huwa anasikia sauti ya mzazi wake. Ukimkanya mtoto anasikia. Yaani watu wengi watakanya sana, lakini kama mzazi hajawahi kukanya. Hii ni sari ya sifuna na watu wa ulimwengu, mwingine inafanya kazi tu late watumishi wa Mungu. Kanisa sifi sana. Yaani msiwe itatoa matokeo leo. Yaani naweza isitoe matokeo, yaani siku mtu yaani mbeleni sana ndio watu wanasuka. Lakini tukiombeana sasa hivi, tuendelea kuombea watoto wetu, kuombea familia zetu, kuombea wake zetu walioa, wanawake kuombea waume zao, yaani mambo yatakaa vizuri sana. Shetani anatafuta watu wa kujipenyeza, anakosa. Sana au kwenye ndoa anaingia, anaenda kuonesha mpango ungekuwa nao vizuri tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunaona hicho kisa cha Delila na Samsoni kwamba Delila ule mpango tu wa shetani unajipenyeza pale. Siri inafichuka, mnazi wa Mungu ateswa tena kwa kudhalilishwa sana. Kwa kutakiwa afike kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda tuone kidogo mbele kwa sababu baadaye kidogo tutakuwa mjadala mfupi. Tuone kidogo tuone pia watu wengine tumechukulia ile sababu yetu ni general. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kwamba vile vitu ambavyo tunaviona ni bora kwa nafasi fulani. Yaani ndio yaani anavitumia pasipo kujua. Sasa tukisoma habari za kwenye kitabu cha Esther ile sura ya 3 mstari wa kwanza tunaona ile habari ya mfalme Asuya anamfanya Haman anakuwa nani pale, anafanya kuwa mkuu wa maakida, ndio. Sasa tunaona kilichotokea baada ya Haman kuwa mkuu wa maakida. Pale watakiwa wamsujudie, yani yule ni kiongozi kitaratibu, kiongozi kwa kipindi hicho wanasujudiwa, lakini walikuwepo Mordekai pale, mtu wa Mungu. Myahudi yule amesimama na Mungu vizuri. Tunataka kumsujudia mwanadamu. Wanaweza sio sana. Tunataka kumsujudia mwanadamu. Sasa kupitia yule mtu ambaye anakuambia alikuwa ni mara ni kiongozi, ni Haman ni kiongozi, ana nguvu, ana mamlaka. Shetani tu anajipachika pale kwamba bwana. Yaani anajipachika pale kwa uwezo wake autumie vibaya. Yaani Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani sana anaenda kujipachika pale uwezo wake ambao anaweza kwa ameona hapo. Kuna mtu amefika hapo kwa nini? Kwenye Esther 3. Sasa anaenda kujipatika pale atumie vibaya. Sasa tunakuja kumwambia Haman, bwana kuna watu humu wale Wayahudi waliotoka maeneo mbalimbali wale. Hawasujudu na tukuona. Ndio mama anataharuki mpaka anapata mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Amen. Wale watu wamekaa vizuri kiimani, mtunza imani kama ambavyo mimi na wewe tunza imani zetu. Lakini utawala tu na kiongozi mmoja anaenda kubadilisha kampango pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunamshukuru Mungu ambaye bado kuna watu hakutaka mpango wake uishe vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu gani? Wale watu nao walikuwa na Mungu. Kwa hiyo pale wasingejitokeza wakaamua kusimama vizuri na kina Mordekai. Kwenda kumshikisha Malkia Esther, wakaamua kufunga, wakaomba, walikuwa wanaenda kuangamizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaangamiza uzao ambao Mungu ameubariki, anataka ndio utawale, unaenda kuangamiza. Maana tayari mpango wa Mungu unafanya nini? Unafahamishwa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasoma pia habari za Danieli. Ni kitabu cha Danieli. Ni habari hizi zinaelekea kufanana. Kusoma hii Danieli 3 mstari wa 10 na 12 utaona zile habari. Maana kwanza zinaanza habari kusoma Danieli mwanzo, unaona habari za namna gani wanakuja kuingizwa kwenye utawala wa Nebukadneza, Abednego, Shadraka na Meshaki pamoja na Danieli mwenyewe. Nakumbuka hizo habari, wanapoingizwa pale, wanapelekwa, wanaenda Danieli, mfalme anaota ndoto, anashinda kutafsiri. Danieli anatokea na tafsiri, anapewa nafasi. Wanasema sana. Anapewa nafasi. Alipopewa nafasi kama kiongozi na anamshikisha mfalme, anasema na hawa ndugu zangu nao wapewe nafasi. Na wenyewe wanapewa nafasi pale. Sasa kinachokuja kutokea ni nini? Mfalme from nowhere tu, ila anakuambia kama shetani ana mipango yake, anafikia tu kwa kiongozi. Yaani leo tangaza viongozi wajua anatoa kauli ambayo watu tuitekeleze, lakini Mungu katika kuitekeleza tunamkosea Mungu. Na katika kumkosea Mungu, watu wa Mungu na tunajua kabisa kumkosea Mungu tunaenda kuangamia. Mfalme Nebukadneza pamoja nao yote ameshakiri Mungu wa Danieli, Mungu aliye hai. Ni Mungu mkuu kuliko miungu mingine yote. Anatengeneza sanamu ya dhahabu hapo ya Mungu wasujudie. Lakini wale watu wa Mungu watatu wale wanne hawakufanya hivyo. Sasa ndio watu wanaanza kuwashtaki pale kwenye ile sura ya 3 mstari wa 10 na 12. Unaona sasa wanawashtaki wale watu. Maana sheria ilikuwa kwamba tambaye hatafanya vile, hata msujudi maana anaenda kinyume na kauli ya mfalme na adhabu yake na bila kuna tanuru la moto fanya nini ateketeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa unaona kwamba akina Shadraka na Meshaki wao walisimama vizuri na Mungu. Kama wewe ulikuwa unakwambia hata kwamba wakati mwingine tunakuwa sisi tusimame vizuri na Mungu. Haijalishi mambo tunapitia ni magumu kiasi gani, lakini tunataka tusimame vizuri na Mungu kama hawa watu walisimama. Na mwisho wa siku mpango wa Mungu uliweza kufanikiwa, lakini wasingesimama maana wangeanguka sana, ungeweza kutimiza mpango. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani uwezo wa kulazimisha hana, yaani kwa kifupi uwezo wa kulazimisha hana. Kama yeye akwambia wewe twende huko, uwezo huo hana. Anakuja hapa taratibu kwenye akili yako, taratibu anakuja mawazo fulani, anakuja mapepo wachafu hivyo na nini. Unatoka kwenye njia, taratibu unapotea. Lakini kwa wale mtu ambao wamesimama vizuri na Mungu kama hawa, kumbuka wameanza kukaribisha kwenye ufalme. Mfalme amekukaribisha, amekupa nafasi. Mfalme ananisha jambo kwa mimi tulionao sasa hivi, hii mimi sasa hivi tulionayo. Mfalme amekuita, amekupa nafasi. Kwanza amekuamia, amekupa nafasi. Anaonyesha jambo unaenda kinyume nalo. Kanisa asifiwe sana. Amen. Kwa mazingira kwa ila ni ngumu. Lakini watu wa Mungu walisimama na wakashinda hilo jambo. Kanisa asifiwe sana. Lakini wasingesimama manake ile mbinu ilikuwa imetumia shetani kupitia kwenye watu walio au viongozi. Alikuwa amewini. Baba na Mungu wamepelekwa wale kwenda kuteketezwa, lakini Mungu akaamua kusimama. Anaona kama mimi ni Mungu niliye hai. Hamwezi kunishinda. Akasimama kwa hiyo. Lakini kwa nini watetea? Ni kwa sababu wenyewe kwa nafasi zao walikuwa wanamwamini Mungu wenyewe kama wenyewe kwa imani zao. Kwa nini sasa sana? Maana kwa kisa cha Samsoni uwezo wa kukataa alikuwa nao. Kama niliwaambia. Kama hawa waliweza kukataa wakasema sasa hatuwezi kufanya hivyo. Kwa nini sasa sana? Lakini wale wangekubali hata pia ilikuwa juu yao. Kwa mfalme angekuwa ni wema, wangeenda kwa mema ya kwa mfalme. Lakini mema ya Mungu angeyakosa. Kanisa asifiwe sana. Mwisho kabisa tunaenda kusoma kwenye Mathayo ile sura ya 4 mstari wa 2. Tunaenda kumalizia hapa. Neno la Mungu nasema Mathayo 4 sura ya 2, neno la Mungu nasema Mathayo 4 sura ya 2 na mstari wa 2 na wa 3. Neno la Mungu nasema akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Akafunga siku 40, nianze mstari wa kwanza na njaa. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku.